Iqra FM. Umoja wa waendesha bajaji za mizigo mkoa wa Mwanza maarufu kama Guta leo kimefanya uchaguzi wa kuteua viongozi wapya ngazi ya mkoa baada ya viongozi wa zamani kumaliza muda wake. Uchaguzi huo umefanyika katika ukumbi wa Singidani uliopo karibu na stendi ya Mabatini mkoani Mwanza, ikiwa lengo ni kupata viongozi wapya watakaoongoza umoja huo ili kufikia malengo waliojiwekea kuyafikia. Uchaguzi huo umefanyika kukiwa na changamoto nyingi, ikiwemo kutokutambulika na vizuri katika usajili wake na kukosa fursa nyingi zinazotokea serikalini kwa kuwa bado hakijatambulika vizuri. Wagombea waliweza kujitokeza katika nafasi mbalimbali kuwania ili waweze kupigiwa kura, ikiwemo nafasi ya mwenyekiti mkoa, makamu mwenyekiti mkoa, mweka hazina mkoa, kamanda mkoa, katibu mkoa pamoja na wajumbe wa mkoa. Na hapa tume ya uchaguzi inasoma matokeo ya wale waliofanikiwa kuweza kupigiwa kura na kushika nyadhifa mbalimbali ambazo zilikuwa zinawaniwa. Mahudhurio ya watu walioshiriki katika uchaguzi huu wameshiriki wajumbe 99. Wapiga kura waliopiga kura tunawapata 87. Katika kura zilizopigwa hakuna kura yote iliyoweza kuandika, kura zote ni salama salimini. Napenda kutoa matokeo kama jinsi ilivyo. Naanza na ngazi ya katibu. Ngazi ya katibu naanza na Bwana Charles Elisha, amepata kura 6. Felix Kweka kura 49. Nambari 3 ni Victor Maenge, amepata kura 33. Hivyo basi napenda kumtangaza kwa ushindi Felix Kweka kwa kura 49. Felix Kweka. Naomba usipate asante kwa baadaye mheshimiwa kuja kwa mwenyekiti. Tuingia ngazi ya mwenyekiti. Ngazi ya mwenyekiti sasa ni kama ilivyo, vile vile kama ngazi ya ukatibu. Washiriki walioweza kuhudhuria ngazi ya mwenyekiti ni kama jinsi ilivyo, vile vile kama ngazi ya katibu. Naanza na namba 1 Bwana Hussein Juma. Bwana Hussein Juma anataka kumtangaza kwa kura 40, amepita kwa kura 44. Namba 2 Mange John amepita kwa kura 2 tu. Nambari 3 amepita Amani Mtui kwa kura 9. Athmani Ismaili amepita kwa kura 32. Napenda kumwamsha Bwana Hussein kama mwenyekiti mtarajiwa.
Baada ya kutaja tume, nani aliyefanikiwa kupita na nani kushindwa kufanikiwa kupita, mwenyekiti aliyefanikiwa kupita nafasi ya wenyekiti aliweza kuzungumza na wanachama waendesha bajaji za mizigo mkoa wa Mwanza na kuahidi atahakikisha anafikia malengo ambayo wanatamani kuyafikia. Nashukuru kwa kile mlichoniamini kuliweka hapa, na naamini kwa timu mlionipa, kweli mmenipa majembe. Kweli mmenipa majembe. Mfungue majibu yote. Kwa kile tulichoahidi, nikianza na upande wa vituo visivyo rasmi, nitaanza navyo, nitasimamia ili vituo vyetu viweze kuheshimika. Nitakuja upande wa katiba kama mwenyekiti msaidizi alivyoahidi, ndani ya siku 100 mtapokea katiba yenu ikiwa imekamilika, ikiambatana na akaunti. Mwasibu, tutakuondolea mzigo. Yaani sasa hivi wewe lazima kupita unakusanya hata bado utazikuta kwenye akaunti, utakutana na silipu. Upande wa ufanyaji kazi wetu, kiukweli ufanyaji kazi wetu ni mgumu. Ukienda upande wa hardware, tunapaki bajaji pale, kuna square pipe, kuna mabomba, kuna mabati. Ina maana tunafanya kazi kulingana na mazingira jinsi yalivyo. Nitakaa na jeshi la usalama barabarani tuweze kulifanyia kazi, kwa sababu tunalipa kodi. Kodi hii inatoka kwenye hivyo vyombo. Tutakaa, tutaongea. Kama kuna mikutano ya kiserikali, tutaomba tualikwe ndani ya muda. Tupewe muda, sio kuja tu tunalipwa. Tuendelee, leo kuna kikao. Tutakuwa pamoja na viongozi wa serikali, wafuate utaratibu wetu na sisi tufuate utaratibu wao. Nimehuzunika sana hapa. Tumefanya uchaguzi lakini sijaona viongozi wa juu. Sasa sifahamu ya kwamba walipewa taarifa au hawaweza kupewa taarifa. Tutafika ili tujue madhaifu yaliyopo, tuwe nao pamoja. Kwa kuongea haya, mimi niwashukuru sana na taarifa nyingine tutapeana. Kwa upande wake, mwenyekiti aliyekuwa namaliza muda wake ndugu Emmanuel Jeremia ametoa rai kwa viongozi hao wapya na kufanikiwa kukabidhi nyaraka mbalimbali za ofisi hiyo ili kuhakikisha kwamba wanapata data namna jinsi ya kuanzia wapi na waweze kumalizia wapi. Ni kweli nashukuru kwa kuwa na uchaguzi mzuri. Niseme sikumpigia mtu kampeni, ni mashahidi. Sikuzungumza kuhusu mtu, nitamani kila mtu achague anayemtaka na tumpe ushirikiano. Naona kabisa sikumpigia mtu kampeni, sikusema jina la mtu. Nitamani nyinyi wenyewe muone. Nawashukuru sana. Mimi niwakaribisha kwenye kazi, karibuni sana. Mimi kuanzia leo sio mwenyekiti tena. Kuanzia leo mimi ni mjumbe na dereva bajaji na kiongozi mstaafu. Niko tayari kwa ushauri. Mimi niseme tu machache, na mahubiri saa 10 sasa hivi kamili naenda kwenye mahubiri. Niseme tu machache. Hawa watu wamewachagua, wamewaamini, mmeanza kwa maombi, watumikieni watu vizuri. Msipende rushwa. Msipende uganja. Kweli. Palipo na black, sema black. Palipo na white, sema white. Anayeolewa, aniolewe kiasi ya kweli. Lakini kingine, msilisi matatizo. Matatizo niliyokuwa nayo mimi yawe ya kwangu. Hii nendeni mkaanze huko. Kama kuna watu ambao tunawapiga faili humu ndani wanakumetukia, ilikuwa ni ya kwangu, hii nendeni huko mkaanze huko kutengeneza hao. Kwa hiyo na cha kwanza nakabidhi funguo ya ofisi mwenyekiti hii hapa.
Ya pili, nakabidhi ofisi yenyewe, mihuri iko yote ya katibu na mwenyekiti. Kwa hiyo hii ndio ofisi yako. Ya tatu, tutakabidhi rasimu ya katiba na katiba yake na miongozo yote hii hapa. Ya nne, fomu za kujaza na vitu vingine vyote hivi hapa. Fomu zilizotumika na michango yote hii hapa. Ya tano, na kukabidhi, simameni viongozi hawa hapa wa kanda, nakabidhi kwako. Simameni viongozi wangu wa kanda. Nakabidhi hawa viongozi wa kanda ya mjini wako hapa. Sijaona kanda ya Buhonga, sijamuona kanda ya wengine huko, lakini kwa niaba ya wengine Masai nakabidhi hawa hapa, bado wanaendelea. Utakapofika uchaguzi tutaendelea nao. Jamani, kwaherini sana, asanteni sana, Bwana awabariki. Baada ya kutoa rai hiyo na kutoa nyaraka hizo, mweka hazina wa wakati wa mwenyekiti aliyepita aliweza kutaja mapato na matumizi ya chama hicho pindi cha uongozi uliopita, kiasi gani cha pesa kilichoachwa na kiasi gani cha pesa ambacho kimetumika kwa wakati huo. Niko hapa kwa ajili ya kusoma mapato na matumizi kwa muda huu ambao tumekuwa madarakani tangu 2020 mpaka sasa. Kutoka 2020 mpaka sasa tulifanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni 2,885,700. Pesa hizo tulikusanya kutokana na vyanzo mbalimbali ikiwemo ada. Kikubwa ilikuwa ni ada. Matumizi ya pesa hizo kutoka mwaka 2020, chumba ambacho ni bango tumelipia milioni 2,400,000 kwa miezi yote 48. Tulikuwa na mchakato wa katiba ambapo tulitoa shilingi 134,000 mpaka hapo ilipofikia katiba imetumia shilingi 134,000. Tulifanikiwa kununua viti 10 ambao kiti kimoja ilikuwa ni shilingi 10,070. Kwa hiyo viti 10 tulinunua kwa shilingi 1,170. Shilingi 1,107. Tuliweza kutumia shilingi 50,000 kwa ajili ya usafiri na mambo mbalimbali ya chama, ikiwemo kuchapa karatasi za ofisi, kununua mihuri pamoja na kalamu kwa ofisini. Vile vile tumekuwa na bajeti ya uchaguzi ambayo imegharimu shilingi 170,000. Kwa hali hiyo, kwenye milioni 2,885,700 tuliweza kutumia shilingi milioni 2,885,700. Kwa hesabu yetu, ofisi yetu mpaka sasa ina akiba ya shilingi 30,000 mpaka sasa. Asanteni sana, naomba kuwasilisha. Juma Salum, Iqra FM, Mwanza. Iqra FM.